pamoja na kwamba hakuna hisia, dada Wema, bado unaweza yani kawaida hivi kuna mazingira ukafika, sio? Hamna, nilikuwa sifiki. Hujawahi kufika hata siku moja? Kabisa. Yaani moyo wangu, yaani sima yangu ilikufa ganzi. Na nani ndio nataka kumuuliza hivi? Kwa miaka yote, yani kwa miaka yote miwili. Yote miwili nilikuwa sifiki. Nataka nimuulizeje sasa? Mpaka nilipotoka kwenye kifungo. Yaani moyo wangu kwa kwenye kifungo. Yaani moyo wangu kama naona kama umefunga. Kuna hasira leo, yaani una bongo hapa. Ningependa kujua kwamba kuna mazingira amesema yule baba wa juzi yule. Yaani mimi kwa siwazi hivi kabisa, yani kwa siwazi. Mimi tuwaza tu mama apate pesa ila zingie. Yaani kwa natamani hata kwa siku mimi yani siwazi hata mara 10 ila zingia haraka. Imekupa kichefuchefu kuhusu wanaume? Imenipa ndio chefuchefu. Kwa si hapo wazana mbwa. Hamna. Hamna bwana. Hujawachukia wanaume? Nimechukia. Umejifunza nini kuhusu wanaume ambacho kabla ya hapo ulikuwa unadhani ulikuwa haukifahamu? Nimejifunza kipya kuhusu wanaume ambacho kabla ya kufanya hiyo shughuli ulikuwa ukifahamu? Inawezekana ulikuwa ukifahamu ama ukifahamu kwa mapana haya. Nimejifunza vitu vingi. Vitu vingi sana nimejifunza. Ikiwemo nimekutana na wanaume mbalimbali. Nimekutana na jinsia yani tofauti, yani maumbile, yuko hivi. Unaweza kutaja idadi ya hesabu kwamba mimi yani kitendo cha kukaa miaka miwili kule labda na miezi 6 nimekutana na wanaume 56 au 200? Idadi kwa kweli sikumbuki. Lakini ni wengi. Ni wengi. Uliporejea nikasoma si mazeu kila manake kila aina nimekutana naye. Uliporudi ulijaribu kwenda kucheck afya yako? Hilo ndio nilikuwa naliwaza la kwanza. Katika mtu anaweza kuumiza ni pamoja na maradhi hiyo nilikuwa naliwaza. Yaani cha kwanza kabla sijarudi nilipotoka pale nilivyokuwa huru tuseme kule yule mchina kweli tulienda hospitali. Maana naye alikuwa hatumii kinga? Yeye alikuwa anatumia muda wote. Mimi kwa nini hapa nilikuwa namfuata? Kwa sababu ananiambia mimi leo nakupenda. Yule mchina alikuwa ananiambia nakupenda japokuwa Kiswahili chake kwa sababu kubabaisha. Ananiambia mimi nimekuelewa na nakupenda. Kwa mimi nilikuwa ndio maana hata moyo wangu kidogo nilikuwa mpaka ulikuwa na starehe. Kwa hiyo ulikuwa unapata furaha. Na ulikuwa unafika? Nilikuwa nafika sawa mchunga. Mpaka tumerudi wote yani kwa kweli namshukuru. Ulikutana mlirudi hapo watu pamoja? Turudi pamoja Tanzania. Alafu nani wapi mkaonana tena? Tunaonana kila akija tunaonana. Ananipigia simu tunaonana. Sasa mimi ndo mwenyeji wake sasa tunamtembeza maklabu wapi. Tunaonana. Anafanya shughuli gani? Yeye kwa yupo katika shirika ile shirika la sio la nini, yupo katika shirika kule. Yeye yupo kikazi kule. Hata familia yake ipo China. Nataka nirudi kidogo dada Wema kwenye idadi ya wanaume uliolala nao. Ndio. Nataka tuitafute wewe Siza unatafuta nini? Ashakumsi matusi. Shapata kichaka. Wanaweza wakafika kama 200, 300, 400, 500. Kwani mwaka una siku ngapi? 200, 300 hawezi kufika kwa sababu wale wanajirudia. Kuna ambao wanajirudia. Wale wanajirudia kwa 200 sidhani. Okay, basi na maana kwa siku 6 zetu tulikuwa tunakutana na wanaume. Kasoro Jumapili. Hakuna kupumzika. Ikifika ada ya kama ndo wale wanaojirudia wanaweza kuongea na mwambie bila mtaka yule aliyotoka naye. Hata kama ulikuwa haupo unapigiwa simu. Ukiwa kwenye ada ya kike? Ukiwa katika kule hapana kuna dawa unapewa. Kuna dawa unapewa, unatoa kabisa dawa. Ili siingie kwenye siku zako? Wacha bana. Mimba zote zinajumuisha vitu hivyo. Hata wao wenyewe wanasema pia na maradhi sasa mimi nilikuwa siamini. Hizo dawa na kuchoma pia zinafanya mpaka maradhi. Ndio walivyokuwa wanasema. Haya, umerudi Tanzania au bado sisi huko Uturuki? Unaweza kurudi na tunaruhusiwa kurudi. Umerudi Tanzania. Ulipofika mtoto wako umemkuta? Mtoto nimemkuta. Japokuwa alikuwa ananikataa ile ameshanizoea. Na yule bahati nzuri kama nilirudi mwenyewe kama nashinda kama na milioni 2.
Okay, hiyo ulipata nilivyorudi. Nilirudi kama na 2,000,000, nikakaa nikafikiria nifanye nini. Kwa mama nikamwambia tena habari za mkaa, nikamfungulia biashara. Akasema mimi nataka nifungulie biashara ya kama yani kefu. Anapika vitafunio nini, maziwa nini. Akaanza. Nikamfungulia pale. Kawa nimebaki na hela kidogo. Na nyinyi kwani mko wangapi? Sisi kwetu tupo 4. Wewe mkubwa? Hapana, kuna mkubwa. Mimi ni wa 3 kuzaliwa. Mwingine ni wasichana? Kuna mwanaume mmoja. Mwanaume mmoja. Hata ndugu zako hawajui? Hawajui. Mpaka kesho. Ila nilimwambia tu ananifuata. Kwa kike. Kama kumtahadharisha. Kama kumtahadharisha. Sasa najua unaweza sio na majibu ya hili swali. Nje wanakwenda watu wa aina nyingi. Yaani watu wengi wanakwenda nje. Sawa. Kuna makundi, sisi makundi yetu yamegawanyika. Kuna wanaokwenda nje, mfano. Kuna wanaokwenda Uturuki kwa ajili ya biashara. Sawa. Waenda kununua nguo na vitu vingine. Kuna wanaokwenda nje tuseme kwa ajili ya kusoma. Kuna wanaokwenda kufanya kazi. Sio ikiwemo hizo za ndani na nini. Unamwambia nini mzazi ambaye anakuangalia hivi sasa kwamba binti yake akimwambia nimepata kazi Uturuki, aulize maswali gani ya msingi au kitu gani hasa kichunguzwe, kifuatiliwe? Unajua kupata kazi nje sio kosa. Maana sio Uturuki peke yake, yani kwa kazi nje hata akisema kwamba aulize, hata anavyojibiwa ataambia tu kazi za ndani, lakini kwenda kuna kazi tofauti. Sasa unanitisha, nataka kuniambia tukisikia kazi, kwa sababu kazi ya ndani pia sio kosa. Yani kazi ya ndani sio. Kuna watu kweli wanakwenda kule wanafanya kazi za ndani. Sasa unataka unatutisha tuogope. Wao waangalifu, tuwafuatilie kama hivyo, wafuatilie, yani labda sio waambiwa na kampuni au labda mtu, hata mtu mwenyewe pia anza kama mimi mtu alitangulia hivyo pia akanichoma. Lakini siza, ina maana hiyo ni human trafficking. Hiyo ni human trafficking. Na hapo KP mimi nitaka kusema ndipo ambapo inaingia advocate Muga. Yes. Mugambila. Na nini nitaka kusema pia hapo ndio inapoingia pia issue ya ubalozi. Yani kwamba umepata kazi nje, namna gani unaweza kushirikisha ubalozi kama hiyo nchi na ubalozi wa Tanzania kule kwa ajili ya kuconfirm hiyo kazi, na ukifika kule kuhakikisha kwamba wanajua wewe ulipo na una namba zao za simu, ili usije mtu akakukwamisha kule. Ila pia vice versa is true KP, kwamba wakati ambapo wewe unawasiliana na ubalozi balozi zetu huko, ni matarajio yetu kwamba pia zinakuwa active zikipata issues kwa ajili ya kufuatilia na kuzisolve. Kwa sababu unaona situation kama ambayo hata ungekuwa wewe KP au mimi, fikiria umetoka hapo hujawahi, hata kama umi hajawahi kwenda hata Komoro hajawahi kufika. Leo unatoka unakwenda Uturuki, nchi ya watu mbali, una hela mfukoni, mtu anachukua pasipoti yako, what do you do? Una namna, una ujanja, unafanya unakuwa mtumwa wako. Unakuwa mtumwa katika yale mazingira kabisa. Aise pole. Una mpango kutoka tena? Yaani naogopa kwanza, hata mchina mwenyewe ananiambia nataka twende China tukatembee, naogopa. Kwa nini unaogopa? Naogopa tu kwa nini kuzaa huko. Unahisi anaweza akakugeuka? Nahisi anaweza akanigeuka. Sio mtu mzuri unavyomuona? Kwa mimi ninavyomuona ni mtu mzuri, sasa sijajua. Kwa sababu mimi hamu yangu maana ulishia kidato cha pili. Ndio. Ndio. Una ujuzi gani mkononi hapo sasa hivi? Mimi ujuzi wangu kusuka. Ujuzi wa kusuka, okay. Maana ndio mtu kujifunza nyumbani. Ndio ujuzi wangu. Hakuna mazingira ambayo unasema mchina ni anakuelewa. Kwa maana ya anahisia na wewe. Ndio. Sijui kama ndo mapenzi yenyewe ama kuna gani vipi. Lakini hakuna namna ambayo amewahi kuzungumzia kuhusu swala kusaidia wewe kupata kazi kwenye maisha yako na vitu kama hivyo. Nilizungumza naye, ila kuna kama hivi alivyokuja mara mwisho hapa ilikuwa mwezi wa 9. Kuna pesa kidogo nilimwomba alinipa ya biashara. Kama shilingi ngapi? Aliniomba 2,000,000. Akakupa. Alinipa 1,000,000, ananiambia anzia hiyo.
Nikija tena au kabla sijaja nitakutumia. Mtu mwingine anafanya kazi hana kitu. Ndio hivyo tunafanyaje sasa? Sio mfanya biashara maana yake. Yaani ni mwajiriwa wa kampuni kule. Okay. Kwa huku mwenyewe anakuja kwa kampuni haya kiitwa huku kwenye mabarabara wa China. Ndio. Okay. Kwa hatari hukuja huku kwa hivyo. Sasa. Kwa hiyo huyu ina maana anaendelea na haya maisha. Anaendelea ya kuchukua vijana. Ndio mpaka tunavyozungumza kuna watu wanachukuliwa. Anachukuliwa, wapo watu wanaenda kwenye kukubali, wanakubali, wenye kufichwa kama mimi, mwenzangu na mimi unafichwa unaenda. Hivi sio kwamba ingekuwa busara mtu anaambiwa hapa. Nadhani wanajua kwamba labda sehemu kubwa ya atakataa. Kwa sababu nachofikiria KP, nadhani hapo kuna mambo mawili. Kuna swala la ukimwambia atakataa, lakini pia kuna swala la kwamba yeye kwa sababu ya biashara anaofanya ni ya mwili, kuna aina ya wadada na wataka wenye labda muonekano fulani. Umenielewa? Kwa hiyo anajua labda wale akiwasampuli ile ndo ukiwaambia inawezekana ndo kabisa biashara ushaiharibu. Unabidi uwatengeneze, wakifika kule ndo namna gani vipi. Na wewe bwana pole ndio harakati hizo za maisha. Kwa wasiwasi wangu mimi ni bado kuna watu wengi wataingia mtegoni, hasa kutokana na ugumu wa maisha ya familia zetu hizi. Unajua mtu anapigika mpaka anasema mimi chochote nitafanya. Na anaposema chochote atafanya, mara nyingi wazo la ukahaba halifikirii, ila anasema nitafua nguo. Unajua leo tunakutana na watu ambao bana nitafutie kazi, hata dada hata nini anasema dada wa kazi nyumbani, unaelewa? Unaona msichana mzuri ambaye akikwambia yuko tayari, maana anaiona ndo kama kimtindo, ndo kama kazi ya chini. Sawa bwana, mimi niko tayari kufanya kazi yoyote, hata 50,000 nipate hela, mimi nauza kununua kitumbua changu, andazi langu, chapati yangu, nimhudumie labda mtoto. Na KP mtihani mkubwa sana ukiangalia hata kina dada ambao wapo kwenye biashara ya kujiuza. Wapo wengi sana pia ambao wamezalishwa. Nakumbuka kuna project fulani ambao tuliwahi kuifanya na NGO fulani. Ulikuwa unaona kwenye zile tulikuwa tunafanya data entry, unaona wengi status yao ya familia wana watoto. Yaani wengi wana kesi nyingi sana za ana mtoto mmoja wawili, jamaa akasepa. Kwa hiyo unakuta ana mzigo na wazazi wanamtegemea, yani mtoto anamtegemea. Unakuta akiwa hana cha anakuwa desperate mpaka mwisho, yani kiasi kwamba bwana chochote ambacho maisha yataleta mimi nitakipokea. Na sasa wakati tunamalizia biashara ya ukahaba, unajua inarudi karne nyingi. Unaambia jamaa alikuwa ananiambia kwamba unakuta maeneo mapya, yani dawa zinaweza zikachelewa kufika, lakini ukahaba na pombe ilikuwa ni miongoni mwa vitu vya mwanzo kabisa kufika. Kwa sababu KP inawezekana kabisa kwa sababu pia mambo mawili. Unaona tulipoongea na dada Wema, anakuambia wateja wanajirudia. Kwa hiyo moja, nadhani biashara inakuwa ina demand kubwa kwa sababu ni addiction. Yaani nadhani wanaume ambao wameshaingia kwenye mtego wa kununua wanawake, ile addiction yake nadhani ni yani hivyo. Number 1, lakini number 2 upande wa hao unajua mimi nilikuwa namtafakari wakati dada Wema anamzungumzia yule madam. Anatengeneza hela. Yaani tuisemi kwa maana ya kupromote hiyo kitu ni kitu kibaya ambacho lakini wewe ukifikiria KP kwa mtu ambaye ana kina dada kama wale pale walikuwa 9-10, alafu wote wanatoka atengeneza dola 100. Atengeneza dola 100. Dola 100, 200. Dola nyingi. Umenielewa? Lakini Wema kwenye ulipokuwa ukifuatilia wateja ambao ulikuwa unakuwa nao, kuna ambao unaona ni waume za watu au wengi ni single au mchanganyiko? Mchanganyiko. Kama Wahindi asilimia kubwa wao unaona wamevaa pete kabisa. Wahindi ndoa. Okay. Ni urembo au ndoa zenyewe sijajua. Pale dada Wema palikuwa na mchanganyiko. Kuna wanaume wa Kitanzania wanakuja kuwachukua, kuna wazungu, wewe unawachanganya wote huko na kuelewa. Ndio. Alafu kuna Waarabu, kuna Wahindi. Wapi ambao ulikuwa unawaona sana? Umewataja mpaka wa China. Wahindi ndio sana. Wahindi.
Haya, wema kukuingiza kwenye madawa ya kulevya? Hapana. Pombe? Pombe nilikuwa unakunywa. Kwa sababu yupe mmoja ambaye aliingia mpaka kwenye madawa ya kulevya na unamwona kabisa amechoka.